Tena katika channel yetu ya WS Herbal Clinic, naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea nini kinatokea mwilini mwako pale ambapo ukiamka asubuhi ukaweza kutumia hivi vitu. Hivi vitu jamani vinaitwa ndizi. Wengi tunafahamu hizi ni banana, ndizi zilizoiva. Sasa ukiamka asubuhi ukaanza na hivi vitu. Nimeshakuwa nikisema kwamba ukiamka asubuhi kama kiafya, anza na maji ya uvuguvugu kama ambavyo unaona hapa na maji yangu ya uvuguvugu. Sasa maji yangu nimeshachemsha kabisa. Unatia kwenye kikombe chako maji ya uvuguvugu, unachanganya na asali. Lakini pia ukishakunywa, basi unatakiwa upate tunda moja wapo kati ya ndizi, parachichi na papai. Sasa hapa niongelee faida zipi ambazo utazipata kwa kutumia hii ndizi mbivu asubuhi unapoamka. Kitu namba moja, huwa ina sukari ya kwenye damu huwa inapanda taratibu, huwa ipandi ghafla kama una changamoto ya sukari, kwa sababu hii ina carbohydrate za asili zenye nyuzi. Kwa hiyo haipandishi sukari moja kwa moja kwenye damu, lakini pia ni salama kwa wenye changamoto ya sukari na pressure. Ila kama sukari yako imepanda juu zaidi, basi usitumie ndizi. Pamoja na kuwa na carbohydrates za asili, bado inaweza ikakuzuru kama tayari umeshakuwa affected na kisukari cha muda mrefu. Lakini pia unashiba kwa muda mrefu. Ndizi hizi zina nyuzi, zinakaa tumboni kwa muda mrefu. Yaani unapokula hii kitu kinakuwa na nyuzi na inakaa tumboni mwako kwa muda mrefu. Ndio maana unaweza ukajihisi kushiba. Kwa hiyo inapunguza kula ovyo Kwa hiyo unapochukua ndizi kama hii ukaweza kuitumia, basi afya yako inaimarika kabisa. Lakini pia inapunguza asidi tumboni. Upunguza acid reflux. Hii hapa inaweka ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Sasa kama ikishaweka kwenye kuta zako za tumbo, basi inapunguza kiungulia, inapunguza acid reflux, na ni bora kuitumia kuliko kutumia mandazi pale ambapo unapoamka. Jamani, tumia ndizi asubuhi unapoamka, itakusaidia kuweza kulinda afya yako. Lakini pia upunguza gesi na tumbo kujaa. Kwa nini? Ni kwa sababu ina nyuzi, ina fiber. Hii tunasema ni vyakula vyenye fiber, vyenye nyuzi ambao moja kwa moja vinapunguza gesi, lakini pia inaimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Huongeza nguvu bila kusinzia. Nimeshawaambia, unakuta asubuhi ni kazini, umefika tu asubuhi ni saa 2, sawa, lakini ukuta mtu anakuwa anasinzia kazini. Ukimuuliza anakuambia wengi tunajua wewe usiku hujalala bana. Sio kwamba jalala, hiyo ni kwamba ameanza na vyakula vizito tumboni mwako. Umeanza na chapati, umeanza na mandazi. Hakikisha unaanza na maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Hapo utaweza kujenga afya yako vizuri zaidi. Kwa hiyo inaongeza nguvu bila kuweza kusinzia. Lakini pia inaimarisha afya ya moyo. Kwa nini? Kwa sababu haina mafuta mabaya. Lakini cha pili, hii ina potassium ambayo inasaidia kulinda moyo wako, na kwa wale wenye changamoto ya pressure, ukitumia ndizi basi itakusaidia vizuri zaidi. Lakini pia kingine, huimarisha afya ya figo. Ndizi zina potassium, inasaidia figo kufanya kazi vizuri, upunguza hatari ya pressure moja kwa moja. Kwa hiyo watu wenye changamoto ya figo, basi hili tunda bora ambalo ukitumia itaweza kukusaidia moja kwa moja kama ambavyo unaona. Lakini pia upunguza maumivu ya misuli kwa wanaofanya kazi nzito na mazoezi, wale wacheza mpira, misuli kukaza. Misuli kukaza inatokana na upungufu wa potassium mwilini mwako. Kwa hiyo hakikisha unatumia ili tunda, ni bora sana, limekuwa likisaidia watu kuweza kutokomeza changamoto zao za kiafya. Kwa hiyo hayo ndio mambo yanayofanywa na ndizi unapoitumia kila siku mwilini mwako. Lakini pia uboresha usingizi. Magnesium moja kwa moja iko humu, unasaidia mwili kupumzika na kulala vizuri. Kuna watu sasa hivi hawapati usingizi. Lakini mtu unamtafuta anambia, "Dokta, mimi sipati usingizi kabisa." Kwa nini upate usingizi? Tumia ndizi, kwa sababu ndizi inakufanya uweze kurelax. Sasa ukisha relax, inakuwa rahisi sana kuweza kuboresha usingizi wako. Lakini pia inaimarisha afya ya akili. Ulaji wa ndizi hupunguza msongo wa mawazo na husaidia kumbukumbu na umakini. Wengi sana sasa hivi hawakumbuki, watoto wetu hawakumbuki, lakini pia unapompa ndizi mbivu kila siku, unamtengenezea uwezo wa kuweza kuimarisha afya yake ya akili na kuweza kukumbuka na kuweza kupunguza stress. Lakini pia huongeza afya ya ngozi. Vitamini B6 na antioxidants moja kwa moja. Ina vitamini B6 na antioxidants ambayo inasaidia ngozi kuweza kuwa laini, lakini pia na ngozi inaweza kuwa angavu kabisa. Ndio maana nimekuwa nikiwashauri kwa sababu nimekuwa nikiwashauri mara kwa mara, hakikisha unatumia ndizi.
Sawa, hakikisha unatumia ndizi. Zinapatikana jamani, kuna sehemu nyingine zinapatikana shilingi 100, pengine shilingi 200, shilingi 300 na kuendelea. Afya yako inalindwa kwa gharama, kwa sababu ukishaipoteza afya yako inalindwa kwa gharama nyingi mno kuliko ambavyo ungebadilisha mfumo wako wa maisha ukaweza kutengeneza afya yako. Upunguza maumivu ya tumbo, wale ambao matumbo yao yanakuwa yanauma, vidonda vya tumbo, acid reflux, ulinda ukuta wa tumbo. Hii inalinda ukuta wa nini? Ukuta wa tumbo, ambao hata asidi ikimwagika tumboni inaenda kukuta ndizi. Kishakuta ndizi, moja kwa moja ni ngumu sana kuweza kukupa madhara makubwa kama ambavyo wengi wamekuwa wakifikiria. Lakini pia husaidia kupona haraka. Kwa wagonjwa waliozofika na kuumiza tumbo, ni rahisi kuweza kuimarisha mfumo wao mmeng'enyaji wa chakula, kwa hiyo afya yako kuweza kuimarika haraka zaidi. Kwa hiyo hakikisha unafata miongozo hiyo ili uweze kuwa mtu mwenye afya bora. Afya yako bora inatengenezwa pale tu unapohakikisha unaimarisha, unapohakikisha unatumia hivi vyakula ambavyo tumekuwa tukitumia, kwa sababu ina vitamini B6, ina magnesium, ina potassium na ina nyuzi kabisa. Chakula chenye nyuzi weza kukitumia vizuri. Lakini pia inasaidia kupunguza uzito. Kwa nini? Kwa sababu inakupa uwezo wa kuweza kushiba mapema. Unaposhiba mapema basi inaweza kusaidia wewe usiweze kurakura. Sawa, usiweze kurakura. Unajua wengi tunakurakura kwa sababu tunakuwa na njaa. Mwili wako ukiwa umeshiba, tumbo lako likiwa limeshiba, basi huwezi kupata hamu ya kula. Kwa hiyo hii inasaidia kupunguza uzito na kupunguza vyakula visivyokuwa na faida. Kwa hiyo hizo ndo faida ambazo utazipata endapo utaamua kuanza kutumia ndizi mbivu. Utaweza kuimarisha afya yako, lakini pia utaweza kutema magonjwa mengi sana ambayo yamekuwa yakitusumbua. Tuambie hapo chini kwenye comment ni wewe ni faida zipi ambayo umezipata kwa kutumia ndizi. Hata wanaume, kwa sababu kuna zinki, wanaume nguvu zenu za kiume, tumia ndizi, ni nzuri zaidi. Wanaume tumia ndizi, ni nzuri zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.